yote yanawezekana kwako. Yote yanawezekana, yote yanawezekana, palipo Roho yanawezekana. Yote yanawezekana, hata kama ni kwa familia yako, yanawezekana, palipo Roho yanawezekana. Imba yote yanawezekana, yote yanawezekana, palipo Roho yanawezekana. Alipo Roho yanawezekana. Alipo Roho yote yanawezekana. Alipo Roho yanawezekana. Alipo Roho yote yanawezekana, palipo Roho yanawezekana. Alipo Roho yote yanawezekana, palipo Roho yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Bwana yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Alipo Roho yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. Alipo Roho yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. Alipo Roho yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. yote yanawezekana, yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. imba yote yanawezekana, yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana.
wakati wako sasa, umwambie Roho yote yanawezekana, maana yeye yuko. Baba, uwepo wako ni mzuri katikati ya macho ya watu wako. Watu wako wanakufurahia Bwana, maana ulipo yote yanawezekana. Tumekuona ukifanya kazi Baba, unatulinda, unatupa uzima, unatupa uhai bure. Wengi wanaotafuta uzima huu kwa gharama nyingi, lakini wewe unaturehemia tu. Oh, haleluya. Asante Bwana, maana wewe ni mwema. Yote yanawezekana, yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. yote Yanawezekana, yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. yote Yanawezekana, yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. Mrudishie Mungu shukurani kwa kukulinda tu mchana mzima wa leo. Baba, tunakushukuru Baba kwa ulinzi wako. Wewe ni Mungu mwema Bwana. Wewe ndio umetulinda mchana mzima Bwana. Umetuongoza kwa shughuli mbalimbali. Tumefika tuna chini ya hema lako Baba. Hii ni nyumba yako uliyoichagua. Na kuagiza Bwana tuweze kukutana kama Roho anavyohitaji Baba. Tunakuomba Bwana, waacha Bwana mioyo yetu katawaliwe na wewe. Ibada hii mikononi mwako Baba. Mioyo yetu iwe tayari kupokea Baba neno ambalo umeliweka tayari Baba. Sisi hatuwezi kitu wenyewe, lakini unatuwezesha Baba. Bwana, wokovu unatoka kwako Baba. Ulinzi unatoka kwako Baba. Tunalala na kuamka kwa ajili ya neema yako Bwana. Si kwamba tumestahili sana, ni kwa sababu ulipo Baba yote yanawezekana. Asante Mungu wa mwanzilishi. Asante Mungu wa missionary uliye ndani na mtumishi wako. Asante kwa wema wako Baba. Asante Mungu uliye hai. Asante Yesu. Yote Yanawezekana, yote yanawezekana, alipo Roho yanawezekana. Pigie Mungu makofi. Pigie Bwana Yesu makofi ya shukrani. Kufika hapa si jambo rahisi, ulinzi umetoka kwake. Tunakwenda kumtukuza Bwana tukisema anatosha. Ndiyo maana ametupa nafasi hii kuja chini ya nyumba yake aliyechagua ili tuweze kujengwa tunapoelekea kipindi cha maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watosha, watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. Wewe watosha, watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. Watosha, watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. Watosha, watosha,
Bwana, wewe watosha. Watosha, watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. Watosha, watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. Kama anatosha mpigie makofi. Ni Mungu aliye hai, Mungu wa mwanzilishi. Usiangalie shida yako, usiangalie upungufu wako, wewe mwambie watosha tu. Ana kusudi la kukuleta jioni ya leo. Haleluya. Watosha, watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. 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 Unatosha Bwana, unatosha Baba, Mungu wa mbinguni, wewe watosha. Watosha, watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. Unatosha Baba, unatosha Bwana, Mungu wa mbinguni, wewe watosha. Watosha, watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. Hebu tumshangilie Bwana Yesu, mikono juu namna hii. Tumshangilie Yesu, tumshangilie Yesu. Unaweza Bwana, unaweza Yesu, Mungu wa mbinguni, wewe watosha. Watosha, Unatosha. watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. Wainua Bwana, unatosha Baba, Mungu wa mbinguni, wewe watosha. Watosha, watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. Unatosha Baba, unatosha Yesu, Mungu wa mbinguni, wewe watosha. Watosha, watosha, Bwana wa mabwana, wewe watosha. Slow. Tunapanda pole pole hivyo tukiusikiliza muziki wa Yesu. Bwana wa mabwana, wewe watosha. 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 Yesu wa mbinguni, wewe watosha. Bwana wa mabwana, 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 wewe watosha. Music.
Kuna raha kwa Yesu. Oh, lift Jesus higher. 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 Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Ndugu zangu wapendwa, Dear beloved brothers and sisters, hii ni siku ya Alhamisi. this is Thursday. Mungu ametuwezesha tena God has enabled us again kuiona siku ya maombi. to see a day of prayers. Maombi ni kitu cha muhimu sana. Prayers are so vital indeed. Ni silaha ya Mkristo. It's a weapon of a Christian. Tumekuja kuvaa silaha. We've come to take the weapon. Wakati tunapokuja hapa, When we come here, maana tunajua huduma hii because we know this service imewekwa hapa was put here na inafanya kazi. and it's working. Watu wanaleta barua zao People are bringing their prayer wakiamini, requests, believing tukiomba hapa when we pray here, Mungu anasikia kule God mbinguni is hearing the prayers in kwa heaven. mwanzilishi God of the founder, ndani ya mtumishi wake, inside his servant. anajibu haya maombi. He answers these prayers. Ni vile hamoni zile barua It's only that those za letters shukurani, of gratitude, lakini watu wanafanyiwa maneno but so many things are done to kwa people maombi haya. through these prayers. Maana yeye yuko kule nyumbani, Because he's at home, ana mtu wake anasumbuka huko, yes, somebody is suffering at lakini home, ametuma maombi. but when he sends the prayers, Mungu anasikia, God hears them anajibu yale and he maombi, answers those prayers, mtu anapata uzima. and somebody gets the health. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama ni kesi yake, Even if it's the case, tena inafanyika vizuri, and again it's done very well, wanapata uamuzi wa haki. they get a very good judgment. Haleluya. Hallelujah. Sasa wanashukuru So they are thankful kwa yale ambayo wanatendewa. for whatever is done to them. Mungu akisha kuona When God sees umefanya jambo hilo, you've done something good, amempa mtu haki yake, has given somebody his right, wewe anakupa thawabu. he gives you a reward. Sasa kazi tunaifanya So hapa when we are doing his work here, inatuletea thawabu, it's defending us and Maishani bringing us mwetu. what? In our lives. kwa sababu Because tunakusanyika kweli we assembled kwa truly ajili ya shida za watu wengine. because of the problems of other people. Sasa tunapoomba So when we pray, tuwe na ile bidii we need to be ya diligent kuombea hao watu. of praying for those people. Bidii manake What's the ni diligence? unaomba When you're praying, kana kwamba ile shida as if the problem unayo wewe, is with you. ndio unalia kabisa, That's why you shed tears. unaomba kabisa You pray diligently kana kwamba wewe ndiye mwenye ile shida. as if you have the problem with Hii you. ndio inaitwa bidii mbele za That's Mungu. what it means to be diligent. Mungu anasikia, God is hearing, anapeana majibu then he gives the feedback kwa wale walioleta vilio to vyao. those who brought their cries. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wao unaona kana kwamba unafanya kazi ya You bure. feel as if you are doing something in Ee vain. Mungu, God, kila aliyeleta shida yake, whoever brought his problem, Bwana mtimizie fulfill to him mahitaji yake. his desires. Mpe haja ya moyo, Give him the heart wape desires mahitaji yao. and their needs. Mungu anasikia, God is hearing. anampa kila mtu haja He yake. gives everybody his desire. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni kazi nzuri So it's ambayo a very good work tunaifanya kwa siku ya that we are leo, doing this day. kila siku ya Alhamisi. Every Thursday, Kazi tunayoifanya the work we are doing ni kazi nzuri is sana, very good indeed. lakini kabla ya maombi But before the prayers, tunaongozwa, we are guided, tunafundishwa, we are taught, we tunaonywa. are warned. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndipo tukienda That's why magotini when we go on knees, tumepewa lile lengo. we've been given the word. Haleluya. Kwa Hallelujah. hivyo tusimcheleweshe So we don't need mnenaji. to delay the Naomba speaker. Pastor Rimba, I ask you, Pastor Rimba, karibu welcome. uje utuongoze kwa maombi ya Come jioni ya and guide leo. us through the prayers of the day. Utuongoze Guide us ndio tukienda kwa maombi so that when we go for tunajua prayers, tunaenda kufanya we nini, know what we are going to pray for. tunaenda kufanya nini. What we are going to pray for. Hii ndio Mungu anaangalia, This is what God is observing. anaona kumbe hao watu He's looking at these people. wanajua hili neno linawekwa hapo, They know this word is put here. linatoka kwangu, It's coming from me in ndio heaven. anapeana yale majibu. And give the answers. Karibu Pastor Rimba, Welcome, Pastor Rimba. karibu sana, Welcome. tuongoze kwa maombi ya jioni ya Guide leo. us through the prayers of this evening.
Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Amen. Jioni njema ya maombi. It's a good evening of prayers. Mungu wetu ametujalia kuifikia. Our God has enabled us to reach. Kwa maombi ya mtumishi wake. By the prayers of his servant. Tumelindwa tangu jana. We've been secure right from yesterday. Mpaka tumeletwa tena jioni ya Today leo. we'll be brought together again this evening. Hatuchoki. We are not getting tired. Madam Bwana anatupa pumzi ya kupumua. Provided the Lord God has given us the breath to breathe. Hatuchoki. We never get tired. Hallelujah. Hallelujah. Madamu tunaamshwa. Provided we've made to wake up na kuona siku and see the day, hatuchoki. We don't get tired. Kwa sababu hatujafika bado. Because we've not yet attained. Maana mwanzilishi hakuchoka. Because the founder was never tired. Hakuna siku alikosa ibada maana anasema leo acha nipumzike. And said let's rest today. Kila siku yuko hapa. Every day he was here. Hallelujah. Hallelujah. Sisi nasi hatuchoki. Us too, we are not getting tired. Tukiwa nyuma ya mtumishi wa Mungu Emmanuel Kiamzungu. While behind the servant of God Emmanuel Kiamzungu. Tukijua tunatoka wapi. Knowing where we've come from. Na tuendako tunakujua. And where we are heading to we also know. Maana Mkristo kwa kujua ulitoka wapi. Because a Christian, once you fail to know where you came from. Utaendako huwezi kukujua. Even where you are heading to you can't know. Lakini kwanza ni ujue unatoka wapi. First you need to know where you came from. Ulikuwa mtu wa mambo gani? Which kind of a person were you? Na mtu wa mawazo gani? And what kind of thoughts did you have? Mtu wa maneno gani? What kind of words did you have? Maana yaweza kuwa watu wamerudia yale ya zamani tena na hujui. It may be possible you have gone back to your old affairs. Kila saa ili uwe Mkristo mzuri. For you to be a good Christian, jaliwa kila saa kukumbuka. Be enabled to remember ulikotoka. Where you came from. Ulikotoka. Where you came from. Ndio neno hili tangu juzi tuko nalo. That's why you have this word right from the other day. Kumbuka ulivyopokea. Remember the way you received. Na ulivyosikia. And the way you heard. Ukaimarisha yaliyosalia. And strengthen whatever is remaining. Tusomee. Read for us. Kwanza hapo Yohana yetu hapo. Book of John. Anasema unamwamini Mungu. He says you believe in God. Niamini na mimi pia. And believe me too. Ni Bwana Yesu anasema hivi. That is the Lord Jesus saying that. Nyumbani mwa Baba. In my home, my father's home. There are so many dwelling places. Kama ingekuwa sivyo mimi ningeliwaambia. If it were not so, I would have told you. Ndio anasusi niamini na mimi. That's why he urging us. Let's believe in me too. Kuna mna imani na Baba Mungu peke yake. Why do you have the faith that God only? Na ili mtu afanikiwe dunia hii. And for somebody to succeed on earth, ni muamini Mungu na nabii. You need to believe in God and the prophet. Ndio mtumishi wa Mungu Yehoshafati. That's why the servant of God Yehoshaphat. Akaona watu wanasumbuka. Saw people suffering. Wameamini Mungu kabisa. They've believed in God very well. Hata imekuwa dhahiri kwamba hawa wana imani kwa Mungu. In fact, it was very sure that these people have faith in God. Lakini akashangaa mbona wanafanikiwa kwa mambo yao. He was shocked why these people are not successful. Tunawaongoza wafanikiwe. I'm guiding them but they are not successful. Maana wanaamini Mungu juu. Because they believe in God in heaven. Lakini nabii hawamwamini. But they don't believe in the prophet. Ndio akawaambia ndugu zangu. That's why he told them, my brothers. Nimeona maono usiku. I've seen the vision at night. Kwamba mna imani kwa Mungu ninyi. That you have faith in God. Mmethibitika kabisa. You've been fulfilled. Lakini hamfikiri kufanikiwa. But you don't reach to the success. Maana muamini nabii. Because you don't believe in the prophet. Ndio maana kufanikiwa hamfanikiwi. That's why you are not successful. Kule kufikia uzima mnaotafuta hamfikii. Reaching to the life you are looking for, you don't reach there. Maana nabii ndiye hutumwa na Mungu anene ya Mungu. Because the prophet was sent by God to speak the words of God. Kufanya upate imani. For you to get the faith. Na wewe humwamini. And you don't believe in him. Wakasema ni kweli. They said it's very true. Naona waliamini sasa. Because they believed that. Wakaokoka. They were saved. Haya tusomee baba. Okay, read for us the book of John. Hiyo Yohana 14 mstari wa kwanza. John 14 verse 1. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi.
nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuwaandalia mahali. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Amini amini nawaambieni, Believe. anasema msifadhaike mioyoni He mwenu, says, don't be troubled in your heart. mnamwamini Mungu You Baba, believe in the Lord God. niamini na mimi pia. Believe in me too. Nyumbani mwa Baba yangu In makao my yapo. Father's house, Kama sivyo mimi ningewaambia. if it were not so, I would have told you. Na ili mfikie makao yale mengi And mengi for yale, you to reach to those dwelling places, ya kufanikiwa kule, of being successful in that na area, kupona and kule, being healed in that area too, na kuwa na baraka zile, and having those blessings, na kufanikiwa yale kufikia makao and mnayoyataka, reaching to the mansions you need, ya kuwa na amani manyumbani mwenu, having peace at your home, anasema paka mniamini he mimi. says you need first to believe in me. Maana mimi ndimi njia Because I'm the way, ya kweli na uzima. the truth, and the life. Hakuna ajaye kwa Baba There's bila no one mimi. who comes to the Father without me. Ufikie ya Baba Mungu, For you to reach the word of the Father God, pako upitie kwa mwana you Yesu. first of all need to go by the Lord Jesus. Haleluya. Hallelujah. Akasema wewe sasa tukujui He sisi. said, we don't know you. Sisi tu wana wa Ibrahimu, We are the tunaamini sons of Mungu wa Abraham. Ibrahimu. We believe in God. Akawaambia kama ninyi mngekuwa mna wana wa Ibrahimu ninyi, If you are the sons of Abraham, na kama mngekuwa mnamwamini Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, and if you are believing in the God of Abraham, Isaac, and Jacob, hata mimi mngeniamini. you will have believed in me too. Ndio maana dhambi zenu zinakaa. That's why your sins are there permanent. Akasema sisi hatuna dhambi. They say that we don't have any sin. Wasema tuwatumwa, kwa sisi tulikuwa mtumwa wa nani mpaka wanasema tutawekwa huru. Whose slaves were we to be set free? Haleluya. Hallelujah. Wana imani kwa Mungu. They had faith in God. Wanajua aliumba mbingu na nchi. They know He created the heavens and the earth. Hiyo imani hiyo wanayo They kabisa. have that faith very well. Lakini kwamba huyu ni mwana wa Mungu, But believing that this is the Son of God, alikuja kuokoa dunia, He came to save the world. hilo hawalikubali. They don't accept that. Akawaambia nanyi, He said, you too, kufikia yale mtakayo ya Mungu, to reach whatever you want from God, mpaka muwe na amani ndani yangu. you first of all need to have peace in me. Kwa hivyo maneno kama hayo So such words ni yako wewe na mimi are for tuangalie. you and I to observe them. Sifikii makao ya Mungu yale I don't reach to yanayotafuta the na dwelling mema yale places na of mema. God. Na pale kwanza pale ya At kuokoka first, when you are saved, niliona makao yale na you saw kufunguka pale that na home, kufunguka say, pale. that peace. Na ishara zinafuatana na wale And waamini. the signs follow those who believe. Mbona leo usifikie ishara tena? Why don't I see the signs anymore? Umeacha kumwamini yeye You aliye. forsaken to believe Him. Yesu mwana wa Mungu. Jesus, the Son of God. Haleluya. Hallelujah. Tusomee 27 Read hapa. for us verse 27. Mstari wa 27. Verse 27. Amini nawaambieni, amani nawachieni, amani yangu nawapa, niwapayo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Basi. Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ndio nikakwambia, That's what I've told you. mtu aaminie Bwana Yesu, One who believes in the Lord Jesus, utamuona ni mtu wa you'll kufadhaika never sana. see him dismayed anytime. Ni mtu wa amani. He's a man of peace. Hata shida kubwa ijeje namna Even gani? if any big problem comes Hata upon kuwe him, na upungufu maishani mwake even namna if gani, he's so much deficient in his life, ana amani kwamba Mungu he has ataniokoa. peace that God will save me from that. Maana anamwamini Bwana Yesu. Because he believes in the Lord Jesus. Ndio akasema amani yangu That's nawapa why I ninyi. said, I'm giving you my peace. Niwapavyo ninyi The way I mimi, give you sivyo ulimwengu is unavyowapa. not the way the world is giving you. Msifadhaike mioyoni Don't mwenu, be troubled in your heart, wala msiwe na woga. neither should you be afraid.
Hallelujah. Hallelujah. Mtu mwoga na A shida, free person has problems. furaha yake ni kwa sababu amepata haja His zake. joy because he has received, he had Maana huyu desires. haamini Bwana That's Yesu, why he believes in the Lord Jesus. lakini aaminie Yesu ni But Bwana, whoever believes Jesus is the Lord hayuko kaburini is tena, no longer in the tomb. alitoka. He got out. Anajua atanipa mema He kesho. believes he'll give me good things tomorrow. Ana amani siku He zote. has peace all days. Na nikakwambia utafikiria labda kila kitu kiko sawa That's kwako. why you'll think maybe everything is okay. Leo unafikiria labda yule You think maybe that one there anapendelewa kwa hiki na hiki na is hiki. na favored hiki. in this and this and this and this. That's not the case. Siku moja ilikuwa na ndugu hapa kwa mashauri hapa. One day I had a brother here during the counseling time. Mwaka juzi wao ndani Last year but one. kwa mashauri ndugu mmoja mshuhuda. Counseling one brother who was testifying here. Sasa hayuko Today is no longer there. alienda nyumbani. He passed on. Akanambia, And he told me, sisi tukiona wewe apita gate B, so you look at you passing by, get nasema me. yule amefaulu yule. That one succeeded a long time ago. Amefaulu kwa nini? How has he succeeded? Nasema yule ni tajiri yule. That's so rich. Mimi mwanaambia ni tajiri. You think I'm so rich? Kwa vile amnioni nimeketi kama The way you nini? don't see me dismayed, Mimi naamini Mungu wa mama I mwanzilishi. believe in the God of the founder mother. Nimekuwa hapa na watu wa We've been Mungu here together with the people of God. tangu mjumbe, tangu Right from the time of the missionary, hata messenger of the Lord, mchungaji, hata from the leo time of mtumishi. missionary, even the servant of God. Hata nimelala njaa si rahisi Even if I niwaambie. sleep without food, I can't share to anybody. Naamini Mungu wa mwanzilishi. I believe in the Lord God of the founder mother. Ndugu ananiambia pale tunafanya kazi, A brother can tell me when we are working, mwambie mtumishi mimi tell the nimetoka servant of nyumbani God, hakuna mfuko wa I'm at unga. home, I don't have any flour. Nitapeleka shida ya huyu ndugu. I'll take that brother's problem. Kuna ndugu kule There's a brother there. anasema amekuja kusaidia kazi He lakini says hana he's mfuko. come to work for God, but he doesn't Na have mimi that nami home. mfuko sina, And I too, I don't have. lakini shida yangu sitaisema kwa. But I won't share that my problem. Ninaamini Mungu I aliyeniita believe the Lord God who called me kumtumikia to serve him atafanya mlango will kesho. make a way tomorrow. Haleluya. Hallelujah. Tachukua shida ya huyu I'll take nikaieleze this personal problem and share to the servant of God pale pale. right there. Alafu mchungaji wakati alikuwa Then the akananifundisha. servant of God, Mchungaji, used to teach me. Anasema rimba He says, remember, kwa Mungu in God, tumtumikie tukiamini yeye ni let's Bwana. serve him, believing that he is the Lord. Fanye kazi kutoka asubuhi mpaka Work right from jioni. the morning to the evening. Kutwa ni In the imani. course of the day, it is all about faith. Yaani ikifika jioni Meaning, in the course of the unaamini day, Mungu atafanya. you njia. believe that God will make a Unaamini way. kwamba Bwana You Yesu believe that the Lord Jesus, shida yangu hii my atafanya. problem, He Sasa will ile work it amani out. ile. So the peace, Ile amani the ile peace, kesho utaona milango huu. tomorrow you'll see the door being opened for you. Oh, Okay? basi. Nitatoka pale. I leave that place, Haya, na hii shida ya huyu ndugu and this brother's problem, hata nipatia jibu. he'll never give me the answer. Lakini najua ameisikia But I anaomba know he Mungu. has heard and he is praying to God. Ndugu akikaa siku ya pili siku ya tatu When the hajaona brother stays jibu. for 2-3 days, has not seen any Anasema response. huyu labda He hasemi shida says, zetu. maybe this one here never shared my problem to the servant of God. Haleluya. Hallelujah. Na wakiona mimi nimeingia pale And when they see me getting there kusema habari za kazi, to share about the wanasema works, huyu amenyamaza. say this one is so quiet Maana akiingia pale because when he gets inside there, atoki bure. he doesn't get out without something. Amen. Amen. Ah, Okay. sisemi hata yangu. I don't share even my Hata own nimekunywa uji affairs. sisemi. Even if I eat porridge, I don't share. Tatoka hapo. I leave that place. Haleluya. Hallelujah. Namngoja Bwana. I'm waiting for the Lord. Ananifundisha imani. He teaches me faith. He teaches me faith. Fundisha imani. Teaching me about faith. Na mimi sikusema shida yangu. And I never shared my problem. Nimesema ya mwingine. I've shared Tena somebody waza else's sieri problem. huyo ndugu angekuwa hapa akayasikia haya maneno. Because if this brother could be here and hear Haya these mimi words, nitafundishwa imani. I was taught about faith. Nimesema shida ya mwingine. I've shared somebody Lakini else's problem. nitafundishwa imani. But I was taught about faith. Kutoka hapo mimi nasikia When I kuchangamuka. leave that place, I'm so joyful. Hii yangu sikuisema. I never shared Lakini mine. napata jibu. But I get the Nikitoka hapo answer. nasikia Mungu When I atafanya leave mlango. that place, I feel like God will make a way. Haleluya. Hallelujah. Tayafana kama nimelishwa asali. It sounds like I've been made to hit honey. Kesho naona kama mlango amefanyika. Tomorrow I see a door being open.
Kwa ile amani tu. Because of the peace. Maana amani ndio silaha Because kubwa. peace is the Hata greatest kama una weapon. shida kubwa namna Even gani. if you have a very big Lakini neno amani. problem, but the word peace. Basi nikawa nafanya kazi ya Mungu na So I amani. was working for God peacefully. Ndio nawashuhudia That's what I'm hapa. testifying to today. Ndio mnadhani huyu basi alipita That's why I mashaka think mengi. maybe this one went through so many problems. Kilichonifanya nivumilie ni What kusikia made watu me wa to Mungu. persevere is to listen to the people of God. Haleluya. Hallelujah. Ndio mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea husema That's what pale the servant of God said. mimi siweki kitu hapa. Remember, I don't see anything Hata here. ukaambiwa shika kasoda, Even if you mwingine have given ameingia a soda, tayari. somebody Haya else ni comes nini? in. Sina What is mfuko. it? I don't Shika. have any packet of flour. Haya. Take it. Hata mwingine akaja shika. Somebody comes to take Mtu wa this Mungu one. shika hii. Take this one here. Ambao utanunua hata kiatu. Mwingine At least you buy amekuja shoes. tayari. Somebody else has Ni already nini? come. What is Uko it? kwangu hata At kuangalia. home, Shika. take this. Anasema mimi siweki kitu. You say, I don't keep anything here. Na mimi na shida zangu And I sisemi. have my problems, I don't share them. Haleluya. Hallelujah. Mwingine anaweza kuja One can come aseme kule kwangu and say, at my choo hata place, inaanguka. the toilet has subsided. Nilikuwa naomba anga mfuko wa simiti. At least to buy for me a packet of cement. Na tulifanya order. And we made an order. Tuna mwezi kazi We haziendi. have the whole month, the work is not moving forward. Maana mtu wa Mungu anaomba simiti. Because the man of God is praying. Haya leo imemwagwa huu So anga today the 20. cement has been brought here, Maana 20 kamlango bags, kamefanyika. because a door has been opened. Mwingine anakuja One naomba comes moja. and asks for one Sina wazo. bag of cement. Wacha nipeleke shida yake. Okay, let me take his problem. Maana nikiwaza tulifanya Because if I order think we gave an order, ni mwezi mzima it's the whole month, ndio leo simiti this imepatikana. one, the cement is found. Mimi nami hata yangu ilianguka tangu mwaka I jana. have my own toilet Lakini hii subsided. simiti imeanguka hii 20 leo. But these 20 bags that have been Tena brought today, niombe. and again I borrowed them. Vinanishinda mimi. I was defeated to do that. Lakini shida ya mwingine But naipeleka. somebody else's problem I take to the servant of God. Haleluya. Hallelujah. Mtu wa Mungu ananiambia The kama man of God unaona tells iko. me nothing wrong there. Mpeni akasa. Okay, give him. Chukua ndio. Check it, brother. Na mimi hiyo shida ya simiti niko nayo And lakini. I also have the same problem of Najua hata hiyo cement. kazi iliyofanywa order I haitoshi. know even the work that was given the Sasa order is niseme not nataka enough. moja au mbili. So even if I go Napewa. and borrow 2 or 3 Lakini bags, sitakuwa nimekuwa adui wa hiyo kazi tena. but I've become an enemy to that work Maana uzito ninaujua. because I know the heaviness. Haleluya. Hallelujah. Nikamngoja Bwana. I waited for the Lord. Nikawa na amani mimi. I had peace. Haleluya. Hallelujah. Amani kwa Mungu. Peace in God. Bwana akaja akafanya mlango The Lord came and made a way maana wakati wake umefika. because his time was due. Tani ni mashahidi. You bear the witness. Mungu wa mwanzilishi God of the kwa founder, maombi ya mtumishi through wake the Emmanuel Kea prayers Mzungu of his servant Emmanuel Kea Mzungu, wamngojeao for Bwana those who wait for the Lord watapata nguvu will mpya. get new strength. Nguvu ikaja. The strength came, Haleluya. hallelujah, Ya Mungu mwenyewe. of the Lord himself. Nikapata simiti. I got the cement. Haleluya. Hallelujah. Nikapata simiti I got the cement na jiwe and some blocks too, na mbao. and also the timber. Leo tuko ndani ya nyumba. Today we are inside the house Kwa wakati wake. during the right time. Ndio akasema mnamwamini Mungu. That's why he said you believe in God, Naamini na mimi. you need to believe in me too. Nyumbani mwa baba mna In my makao father's house there are mengi. so many mansions. Kama sivyo mimi If it were not ningeliwaambia. so, I would have told you. Amani, Peace, amani, peace, amani. peace, Amani ndio Mungu. peace. Haleluya. Hallelujah. Amani tu. Peace. The only thing, peace only. Ile amani rohoni The ile peace in your soul ndio inafanya Mungu afanye kazi. is what makes God to work. Na amani inakuja And the peace comes maana unamwamini Bwana Yesu. when you believe in the Lord Jesus. Kwamba alikuja That he kuokoa came to save wenye dhambi. all the sinners. Lakini vita, uchungu, But ghadhabu, fighting, watu bitterness, hawanioni, ni people mimi are not sijui. looking at me. mwamini Bwana Yesu. Believe in the Lord Jesus. Fanya kazi, You work. kutwa ni In imani. the course of the day, it's all about faith. Kutwa ni imani. In the course of the Fanya day, it's kazi, all kutwa about ni- faith. Nasikia namwambia Are you ndio. listening to that? I say yes. Haya, enda. Okay, go. Maneno hayo nikawa siwaambii wa ndugu. I was never sharing those words to brothers. Tuko kwa ile gorofa ya mama You are mwanzilishi. there building that story house there. Ananiuliza, "Je, umesema shida yetu?" Have you Nimesema. shared our problems? I said, Lakini yale niliyofundishwa yale but whatever I've been taught, siwaambii. I don't tell them. Amen. Amen. Kwamba nimeambiwa hivi. That I've been told this.
Maana yeye atakacho ni kile kitu. Because whatever he wants is that Lakini mimi item. But I nimepewa wokovu wa kesho have na been kesho. given the future salvation. Neno la Mungu ndio uzima. Because the word of God is life. Hallelujah. Hallelujah. Amani. Peace. Maneno hayo These words, yakanipa amani kwa Mungu. they gave me peace at God. Si kwamba shida haziko. Not that the problems are not there. Si kwamba kuumwa hakuji. Not that feeling pains are not there. Kupungukiwa hakuji. Not that deficiency is not there. Hallelujah. Hallelujah. Lakini But amani iwe kwenu. peace be with you. Akaja Yesu He came, Jesus, na milango and the imefungwa. doors were shut. Akawaambia And told amani. them, peace be with you. Amani ndio silaha kuu. Peace is a very Somea vital hapo thing. 27 Read tu. for us verse 27. Amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu wapavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it not be afraid. Amen. Amen. Woga Fear na kufadhaika and being dismayed, unapata mtu ambaye haamini Yesu ni Bwana. get somebody who doesn't believe that Jesus is the Lord. Maana imani ni kuwa na hakika Because kwamba the faith is being certain that yale aliyoahidi Mungu whatever God promised, atanipa He will give me katika Bwana Yesu. in the Lord Jesus. Kule kuwa na hakika Being sure na neno lake with His word alilolinena Mungu that He spoke God katika Bwana Yesu in the Lord Jesus, kwamba that vitafanyika kwangu, it will happen to me. huko ndio kuamini huko. That's what it means to believe. Alafu usijiwekee And mipaka. again, don't put boundaries for yourself. Ni leo, ni kesho, ni Today, kesho kutwa. tomorrow, a day after tomorrow. Kila ukiamka unaamini When Bwana. you wake up, you believe Kila in the Lord Jesus. ukiamka unaamini Bwana. Every atafanya. time you wake up, you believe that God Kila will make a ukiamka way. unaamini Bwana atafanya. Every time you wake up, you say, Lord will make Kila a way. ukiamka unaamini Bwana atafanya. Every time you wake up, you believe that Lord will make a way. Nasema msifadhaike. You say, don't be dismayed. Kila ukiamka anasema msifadhaike. Every time you wake up, He says, don't be dismayed. Namwamini Mungu, Believe in God, naaminini na mimi. believe in me too. Ndio mimi imani huichukulia na mtu wa biashara ana duka That's why lake. I normally look at those business people. Hataki kukopwa. He doesn't want to be borrowed. Sasa kila saa So every time- amechoka kujibu watu. He's tired of responding to people. Nikopeshe mfuko mmoja. Just give me one packet of flour. I can't do that. Anaandika hapo nyuma. He pale. writes at the doorpost, Pale kwa counter nyuma hapa. behind the counter. Ukisimama hapa When you anakuambia stand there, angalia. he tells you, look at that post there. Anakuambia kukopa ni kesho. Borrowing is in future. Nikopeshe mfuko wa unga. Oh. Just give me a packet of flour. Read Soma, this sticker kukopa here. ni kesho. Oh, nije kesho. So he come tomorrow. Sawa, kesho njoo. Okay. Haizuru kuja kesho. No harm. Just come tomorrow. Haya nimekuja You leo. have come today. Jana ulisema nije You said leo. I come today. Soma, Just read this sticker here. kukopa ni kesho. Borrowing is tomorrow. Kwa hivyo kesho haifiki. So the future is not Maana coming. yake hakuna kukopa. Because they don't need to borrow. Amen. Amen. Ndio imani nayo. That's faith too. Kila ukiamka inasema When you usifadhaike. wake up, don't be dismayed. Unamwamini Mungu, You believe in God, Niamini na then mimi. believe in me too. uendelee kuwa na amani. Continue having Kila peace. ukiamka, Every time you wake up, ukifungua la Mungu when you linasema open the word of God, usifadhaike He moyoni said, mwenu. don't be dismayed in your Unamwamini heart. Mungu. Believe in God Niamini na and mimi. believe in me too. Na uwe na amani. And Ni you should Yesu have anasema. peace. Kesho utaona umepata. Tomorrow you'll see the door being open. Hallelujah. Hallelujah. Kabisa. Indeed. Kila ukiamka Every anasema, time you wake up, He "Wewe says, unafadhaika? why are you dismayed? Una imani kwa Mungu?" You have He. peace, faith in God, Niamini na mimi. then believe in me too. Kwamba mimi siko kaburini, That I'm no longer at the tomb. nilifufuka siku ya I tatu, resurrected on the third day. niko hai. I'm alive. Shida zako hizi, These problems of kama yours, ningekuwa kaburini, if I was in the tomb, ndio ungefadhaika. that's the time you could be dismayed. Nilitoka kaburini When I mimi, got out of the tomb, niko hai. I'm alive. Mbona unafadhaika? Why are you dismayed? Tokeni nje. Get out. Akaja tena siku ya He 8. came again on the 8th day. Maana hawajatoka nje Because they bado. have not got out. Amewangoja kule He has nje. waited for them outside, Angawa wasikia wanashuhudia huko at na least to huko. hear them testifying outside there. Si niliwaambia wawe na amani I wale. told them to have peace. Mimi nimefufuka. I have resurrected.
Akawafuata tena wako mule. He followed them again. Akawaambia mbona mjatoka And nje? told them, why haven't you come out? Tokeni. Get out. Amani iwe kwenu. Peace be with you. Wakatoka. They got out. Hallelujah. Hallelujah. Wakatoka. They got out. Ndio walipoona wamechangamka That's sasa. when he saw them being cheerful, Wana amani sasa. having peace. Wana amani. They have peace. Kwamba hayuko kaburini. That is no longer in the tomb. Ndio akapaa sasa kwenda kwa Baba. That's when he flied, Akijua sasa kwa sababu wana hakika. knowing that now that they are so certain Wana amani. and they have peace, Kazi yangu wataifanya they'll sasa. do my work. Hallelujah. Hallelujah. Ndio wakafanya kazi ya Mungu. That's when they did the work of Hata God. vivuli Even their vikawa shadows vinaponya watu. were healing people. Lakini hakuwaacha mpaka alipohakisha wana But he amani. never forsook them until he made sure he had believed. Amen. Amen. Kabisa. Indeed. Kwa hivyo So, kitu kinaitwa amani. something called peace. Amani. Peace. Amani. Peace. Ukisoma hiyo Yohana When you read John 20:19. 20:19, Tusomee hapo. Yohana 20:19. John 20:19. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled as for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, peace be with you. Amani iwe kwenu. Peace be with you. Wamejaa wasiwasi. They were filled with worries. Wamesahau kwamba They've alisema forgotten atakufa. that he said he'll resurrect. Wana hofu wanasema They are tumekwisha. much afraid. Ikiwa wamemuua hata huyo bwana If wetu, they have killed our master, hata wamemweka if kaburini, they have buried him in the tomb, tumeishi. we are done, we are finished. Akawatokezea, Then he appeared in their midst akawaambia amani. and told them, peace be with you. Akapotea tena. Then he disappeared again Akawangoja huko nje. and waited for them outside there. Hawasikia angaa wamepata You amani. could not even hear them having peace. Haone angaa hofu na woga At least imewaondokea. to see the fear and the worries having gone out of them. Wamejua mlinzi yuko, They've Bwana known Yesu. the security is there, the Lord Jesus. Akaona yuko peke yake, anatembea peke He yake. saw him walking alone. Ako wapi hawa? Where are these people? Anaona ni wamama peke yao, So he wamama was tu. alone. Wamama hawa ni mashujaa, msiwaone hivi. These ladies here, they are so courageous Kuliko wandugu. than the brothers. Wandugu ni haraka kukata tamaa. The brothers are very easy to despair. Lakini hao wakati tamaa wao. While these ladies don't give up. Wana imani mundani ndugu yuko, They believe provided is there, tutakula tu, we'll just eat. tutavaa tu. I'll dress. Amen. Amen. Wao mradi wanajua mradi ndugu yuko hapa. Provided they know that the husband is there, Wana amani wao. they have peace. Hallelujah. Hallelujah. Mashujaa. They are so courageous. Akiwaangalia hawako tena. When he looks at them, he's no longer there. Siku ya 8 akarudi During the tena. 8th day, he came back again. Ukisoma mstari wa 26. When you read verse Anasema baada ya 26, siku 8, he says, after 8 siku ya days, 8 wanafunzi During tena the 8 walikuwa days, wamejifungia. the disciples had shut themselves in a chamber. Akawatokezea tena. Then he appeared in their midst. Akawaambia amani And iwe told them, kwenu, peace be mbona with bado you. mnajifungia? Why are you still locked in? Hallelujah. Hallelujah. Kukawa kuna mmoja hata alipoambiwa Bwana Yesu alikuwa hapa, One was there when he was told that the Lord Jesus was here. akasema msinidanganye. He said, don't lie to me. Mtu aliyedungwa mjeledi One who was whipped na kuwekwa kaburini, and buried in the tomb. mwanaambia amekuwa hapa. You tell me he was here. Alikuwa hapa jana, He was wewe here ulikuwa hukuwepo. yesterday, you are not Asubuhi here. amekuwa hapa. In the morning he was here. Wacheni maneno yenu. No, don't lie to me. Mimi nisipoona alama If za I don't see msumari the marks of the nails na ubavuni mwake alama ya and his mijeledi, ribs, siwezi kuamini. I can't believe. Hallelujah. Hallelujah. Siku ya 8 akaja During tena. the 8th day, he came again. Bado wamejifungia They milango. were still locked in. Hallelujah. Hallelujah.
Akawaambia He told amani iwe them, kwenu. peace be with you. Shida yoyote ile, Any problem, hata una tabu gani, even if you have any hata kind of unaumwa problems, wapi, you are feeling lakini pain, una amani kwamba but you should have peace that Bwana Yesu the Lord alikuja Jesus niwe came na uzima niwe nao so that I may tele. have life and abundantly. Alikuja niwe na uzima He niwe came nao. so that I may have life Dhambi abundantly. zangu alizifuta, He erased and wiped out all my sins. ataniokoa. He will save me. Unachangamka, You are so cheerful. unachangamka, You are cheerful. kesho vitakuwa vya Tomorrow they'll be yours. amani. Peace. Haleluya. Hallelujah. Hata ukiangalia siku za kwanza Even if you look at your za kuokoka first kwako, days during your salvation, hata uone ishara zile for you to see those signs na kufanikiwa and kule, that success, hukuwa na hofu. you never had fear. Furaha tuliyokuwa nayo mji huu ile ya The kwanza joy ile, we had at first, this home, hata muhogo tu, kipande even cha a muhogo, piece of cassava, watu watapiga makofi. people will clap and clap and clap. Muhogo umetoka Mwaludama The cassava piece has come from all that place, kwa mzee sijui Kigamba sijui Kigelema sijui from nani, Zegala's place. huko ndio kulikuwa kutoka muhogo. That's where you used to receive the cassava from. Furaha hiyo That joy ikafanya baraka ziko hapa and ziko made pale. so many blessings to be here. Hatuna makubwa, We never had so big lakini things, ukipata kidogo but tu when you get something small, furaha nyingi, a lot amani. of joy, peace. Aliyenipa kipande cha Whoever muhogo, gave me a piece of naamini hata cassava, mfuko wa unga I atanipa. believe Wanapiga he'll give makofi. me the packet of clap. People clap, clap, clap. Kusikia makofi nyumba hii ya If you vijana, see watu wako people mbio clapping wote, there, wanafurahi pamoja nao wafurahio. they rejoice together with those who rejoice. Leo tuna baraka kubwa kubwa Today we have so kubwa, many big blessings, so mighty, lakini bado amani hakuna. but still peace not there. Amen. Amen. Leo baraka tulizo Today nazo the blessings we kwa have Mungu huyu wa in missionary this God of missionary, ni kubwa za they kutufanya are ndio so tufurahi mighty to zaidi make up more happy, na kuimba kwetu kuwe kwa and shangwe our zaidi, singing to be so high. lakini wapi? But where is it? Haleluya. Hallelujah. Ana watu muamini Bwana Yesu. Because we don't believe in the Lord Jesus. Shukrani hakuna tena. We are no longer grateful. Hata umepata hiki waangalia You got kile this one sijapata. here, you are looking at that area too. Ndio anasema rudi tena. That's why he Tusomee says, hapo come back 26. again. Read for us 26. Basi baada ya siku 8 wanafunzi wake walikuwamo ndani tena na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati akasema, amani iwe kwenu. And after 8 days, his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in their midst and said, peace to you. Haleluya. Hallelujah. Siku ya 8 During the 8th day, tangu siku alipowatokezea from the time he manifested himself in their akawakuta midst bado hawajapata amani, and found them not at peace, bado wamejaa hofu, they were still filled with fear. hawajatoka ndani ya nyumba, They've not got out of the house. bado They wamejifungia. are still locked in. Akawarudia tena, And again he came back to them akamwambia amani iwe kwenu. and told them, Amba peace be with you. Okay? wana mwaogopa? Why are you worried? Akamwambia Thomas, njoo He hapa, told them, Thomas, come here. angalia hii Look msiba at these marks na ubavu wangu ndio. on my rib here. Akasema ni He kweli. said, Bwana. okay, truly, Oh, okay. kwa sababu umeona ndio Because umeamini. you've seen, that's when you believe. Ni heri hawajaona Blessed are those who believe lakini wakaamini. before seeing. Amen. Amen. Hujaona, You've not seen. shida iko The pale, problem is there. fees imesimama, The school fees is there hakuna standing. mlango, There's no door. lakini unaamini. But you believe. Aliyenipa mwana ni The one who Mungu, gave me a child is God. aliyenipa mke ni The one who Mungu, gave me the wife is God. na aliyenipa kuzaa ni The Mungu one wa who gave me to mwanzilishi give birth is God. wa Abraham, wa Isaka na Of Yakobo, Abraham, Isaac, and Jacob. na ni haki ya watoto wasome. It's very right for the children to go to school. Mungu God. fanya mlango, Make a way. nafanya kazi ya Mungu kwa amani. You are working for God at peace. Haleluya. Hallelujah. Kijana mmoja alikuja pale juzi, One young boy came here the other day. mimi nilikuwa nataka kwenda college. I want to go to the college. Haya, akaenda kutafuta akapata, Then he went to look for some. akaja wandugu Then he wengine came. wakamwambia He came here and one brother told him wandugu that wakamwambia we mtu uliyepita hivi for vikubwa you hivi, who succeeded very, very mimi well, nataka ukachukulie diploma, you want to take diploma course, wewe ni wa degree. you want to take Degree the degree. nataka, I want lakini fine. pesa iko But wapi? where is the money to take me there? Baba na mama hawana nguvu My hiyo. father and my mother, Ndio they don't nimeona have- nianze na diploma. so that
That's why I feel like starting with the Hata hiyo diploma diploma level. yenyewe nayo sijui mlango utatoka wapi. Even the diploma too, I don't have the money to start. Wakamwambia hapana, I told him, no, wewe ngoje. just wait. Hawakushughulika. They never Akarudi tena attended to akasema him. mimi He came back again and said, I nilikuwa nimeongozwa niende kwa degree. have been guided to take the Nikaona degree kama level. nitapata msaada And lakini I feel, should I get any relief? mimi naona nirudi kule I kule. feel I should just go back there. Naona fee ya I kule feel the school fees there. angalau baba anaweza bambanya, At least my father can improvise. ijapo hata saa hii hana Though kitu. he doesn't have anything right Naomba now. maombi. I'm praying for you people. Kijana wa bidii. Okay, so diligent. Haleluya. Amen. Kamwambia haya wewe He enda. said, you go. Tunakuombea Mungu wa We are mama praying mwanzilishi. for you. God of the founder. Aliye Mother, ndani ya mtumishi who wake is Emmanuel. inside his servant Emmanuel. Wewe uwe na amani kwa You Mungu. just have peace in God. Sasa baba ana mzigo He mingi. said, my father has so many Ile njia yake activities. aliyotegemea imeharibika. Even whatever he's depending on has been spoiled. Hata hiyo ya diploma nayo sijui kama nitaenda. Even the diploma took course. I Mwambie don't think achia I Mungu. go. We told him just forsake it to Mungu ana njia God. nyingi. God has so many ways. Mungu ana njia nyingi. God has so many ways. Wewe uwe na amani kwa You Mungu. just have peace in God. Juzi akaja pale The other day he vijana. came here. Nashukuru Mungu wa I'm so mwanzilishi. grateful to God of the founder. Nimepata mfadhili. I've got the sponsor. Amenilipia ya mwaka He has mzima. paid me for the whole year Na kila kitu. and everything. Haleluya. Hallelujah. Umepata mfadhili God the sponsor, yes. He amenilipia has paid for me fee ya mwaka the mzima. whole year Haya. Tami nikasema Mungu yuko kweli. until I said truly God is present. Mwaka mzima. The whole year. Hata hivi najitayarisha kwenda. Right now I'm preparing myself to Bado vitu go. kidogo kidogo naambia. I'm just waiting for small items here. Mungu atafanya mlango You pia. just believe that God will make a way. Wewe muamini Mungu. Just believe in God. Haleluya. Hallelujah. Akawa na amani yeye. He had peace. Anasifu Mungu. Praising God. Akainua mfadhili humu. Then a sponsor was just raised right Na here. mfadhili hakutoka mbali. The sponsor never came from Yuko far. humu mfadhili. Right here. Akatoka. Akamwambia Said, okay, ni vipi? Akamwambia how is bado. it? Baba hana kitu. My father doesn't have anything right now. Fadhili The akatokezea. sponsor came Kalipiwa ya mwaka mzima. and paid the school fees for the whole Hivi year. anajitayarisha kwenda Right now he's college. preparing to go to school. Lakini wewe mtoto amefukuzwa kidogo. But for una you, when a maneno child is mengi. chased out of school, Aliyekupa mwana ni Mungu. whoever gave you the child is God. Haleluya. Hallelujah. Mimi nilikuwa nasema watasoma. I used to say whether they'll hawatasoma. go to school, whether they'll not go to school. Mungu angalia wewe. God, you observe the matter. Haleluya. Hallelujah. Huyo wa mwisho huyo. The last born, Kweli mzigo wa mwisho ni mwepesi. truly the last burden is so light. Alinuliwa milango humu na humu. So many doors were opened here. Huko si kaunti yao huko. It's not even his county where Tena he's born in. ananiambia nimepata basari. And again he says, I've got the bursary. Hajui ilijazwa saa He ngapi. never knew when was the bursary filled. Hata anamaliza In fact, he's done with schooling. tena kwa akaunti yake kuna And again, his 30,000 account had some cash remaining. akaziklema akaambiwa When hizi he claimed for- ulisaidiwa na serikali. Well, this one was given to by the Zitafaa wengine government supe wewe to ukale benefit other people, no longer you. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Okay. Lakini kule kwanza kule But at first, kulikuwa na kusumbuka kwingi. it wasn't that easy. It was complicated. Lakini amani. But peace. Amani. Peace. Haya tusome tumalize. So let's read and finish up. Na tulianza hivyo sisi. And that's how we started. Kukesha huko tulikuwa nako kukesha Being kwa amani. watchful. Lakini amani hiyo But that peace, shetani alitunyang'anya. the devil denied us. Ndio anasema kesheni. That's why he says, be watchful Muangalie and observe mlivyopokea. the way you receive Jinsi mlivyosikia. and the way you heard. Rudi Go back kwa matendo ya kwanza. to the first deed Kayaimarishe. and strengthen them. Maana usipoyaimarisha Because if you don't strengthen them ukiendelea kuwa na manunguniko na and continue malaumu, murmuring and blaming, mimi naja upesi. I'm coming quickly. Maana sipendezi na mwenye kulaumu Because na I'm not kunung'unika. pleased by somebody who is blaming Napendezwa them. na I'm mtu wa amani pleased saa by zote. somebody who is at peace every time. Anayejifurahisha kwa Who Bwana. is delighted in the Lord. Huyo ndiye alinipendeza. That's the one who is pleasing me. Anajua, anasema He says, na kujua huku wa mtu wa kulalama I hivi. know you are not a murmuring person. Sivyo ulivyokuwa. That's not how you Hata are. ulikuwa ukiletewa In malalamiko fact, unamwambia ndugu if any toka. murmuring were brought to you, say, Lakini no, umerudi brother. tena kuungana na wao But tena. today you are joining them. Wenye utume wa malalamiko Those who are murmuring,
wanaokuletea utume wa manunguniko, those who are bringing murmuring to you, umerudi kushirikiana nao you are tena. joining them now. Na ulikuwa ukijihadhari siku za And at kwanza, first you are so much cautious. maneno kama hayo Such a words, huyatii moyoni. you never took them. Una amani kwangu, You had peace in the God. lakini umeacha mwenendo wako wa But you kwanza. forsaken your first manner of life. Umeacha kukesha kupenda You stopped being watchful in na loving kukesha kupokea. and being watchful in receiving. Leo wapokea kila neno Today you linalotoka. are receiving any word that comes around. Hallelujah. Hallelujah. Umwerevu wa You kunungunika are so much clever in murmuring na kulaumu, and blaming. na siku zile nilikubariki And during those days when I na blessed you kufanikisha njia zako, and making your way hukuwa successful, hivi, hukuwa you are hivi. not this kind of a person. Tusomee hiyo Read for Ufunuo 2 Revelation 2. mstari wa 2, uteremke hapo chini. Revelation Ufunuo 2. 2:2. Revelation 2 chapter 2. Okay. Tuombee watu wa Mungu Let's pray for people of God wajaliwe kurudi, to be able to come back waregeshewe upendo wa and kwanza, the first love to be restored in them kusikia kule kwa kwanza, and hearing as they used to do at first. pokea kule kwa The kwanza. first way the way they Maana received. Yesu Kristo Because the Lord Jesus hajabadilika has bado, never changed. ni yeye yule He's jana the same yesterday na leo and today milele. and forever and ever. Hallelujah. Hallelujah. Hajabadilika. He has never changed. Tusomee Read for us. Ufunuo 2 Revelation 2 mstari wa 2, uteremke hapo. verse 2 downwards. Na yajua matendo yako na tabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Tena umejaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kuwa umeacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and I have not become, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. Hallelujah. Hallelujah. Ni Mungu anasema hivyo. That's God speaking. Bwana Yesu anatuambia hivyo. Wewe, That's what the Lord Jesus is telling mimi us. nakujua sana wewe. I know you very well. Na yajua matendo yako. I know your deeds Na tabu zako and nazijua. all your persecutions. Umekuwa mtu wa subira, You've been so patient, tena ulikuwa mtu huwezi kuchukuliana na watu and you are wabaya, somebody who could not bear with the evil, wenye kunungunika na those kulaumu who na murmur and blame. sivyo ulivyokuwa hivyo. Najua That's not kabisa. how you are. Ndio hata nikakubariki pale na That's why I kuinua blessed you pale there na and kuponya uplifted pale. you there and healed you there. Okay. Tena And again, najua kabisa I know very well. umewajaribu hata wale wajiitao You mitume. try those who call themselves apostles. Wanakuja na maneno yao. They come their own Wewe issues. unajua ujuale wewe. Do you know anything here? Uliona maneno fulani yakifanyika Do hivi na you hivi. see this happening this way and this way? Wani walikuwa hawaoni wale wa ndugu Because na they wadada. never used to see brothers and sisters. Yapi? Which one are Yale they? yaliyokuwa hapa na pale. The ones that were here. Ana utume wa kufanya unungunike. They have that captivity to make you murmur. Anasema nakujua wewe. He says, I know you. Ulikuwa unakesha kujihadhari You are watchful, being na maneno cautious kama haya. from such words. Lakini umewacha But you forsaken upendo wako wa kwanza. your first love. Leo kila lijalo That's whatever comes around, umelimesa. you've swallowed it. Hallelujah. Hallelujah. Ukienda kwa wenye When you kunungunika go to those who murmur, uko humo. you are together with them. Wenye kulaumu wakija Those who blame when they come, na utume wao wa kulaumu and all the umeungana apostles nao. of blaming, you are together with them. Na sivyo And ulivyokuwa. that's not how you are. Ndio akasema That's why he said, a no,
Rudi. Go back Kumbuka. and Ni remember, wapi ulianguka? where did you fall down? Ukatubu. Repent Ukayafanye and matendo ya do kwanza. the first works. Maana Because unapokea kila utume you receive every na wajiona uko apostle salama. and you feel you're very safe. Hata umekosa uaminifu, You've lacked faithfulness, lakini wajiona uko but you salama. feel you're very safe. Wala hata visivyo vya haki, You are eating what is not lakini worthy, wajiona uko but you salama. feel you're very safe. Usifurahie usalama ulionao. Don't rejoice in the safety you have right now. Tengeneza aliyosalia yale. Amend whatever is remaining, Bwana ja upesi mimi. because I'm coming very quickly. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Naja upesi. I'm coming quickly. Hata wapenzi wako hawa Even your lovers here na usalama huu na uona and the huu, security you're seeing, lakini madam unapokea utume wa but manunguniko na provided malaumu you are receiving those who mama and na blame kukosa uaminifu, and lacking faithfulness, naja upesi mimi. I'm coming quickly. Hallelujah. Hallelujah. Kumbuka Remember, ni wapi uliacha where did you forsake upendo wako wa the kwanza, first love? ukatubu. And repent. Kutubu maana yake Repenting means ni kurudi kutenda ile haki. is going back and doing what's right. Hallelujah. Hallelujah. Ndio vilio vingi viko humu. That's why so many cries are here. Watu walioona baraka leo, Those who saw blessings, walioona kupona leo, those who saw the healing, ni wasiwasi na it's hofu. worries and fear, Maana because shetani aliwanyemelea the devil hunted for them akawaondolea and denied them kule kupokea kwa kwanza that first way of na kule receiving kusikia kwa and the kwanza, hearing they heard at first, akawapa kushiriki yasiyo ya and kuokoa. gave them to partake in things that were not saving. Hallelujah. Hallelujah. Ndio tunapoomba That's why when we pray, tumwombeni Mungu let's wetu pray to our God awaregeshee watu wa Mungu to restore in God's upendo ule people wa the kwanza, first love kupokea kule kwa and the kwanza, first receiving they heard, kusikia kule kwa kwanza, the first hearing kuliko wafanya that made them wapate imani, to have faith hata Mungu amwanzishe akafanya kazi. until God of the founder worked in their lives. Amani ile ya kwanza ile, The first peace furaha ile ya kwanza and the ile first joy iregeshwe moyoni mwa kila mmoja. to be restored in everybody's Maana heart. Yesu Kristo Because the Lord Jesus is yeye yule the jana same yesterday na leo and today na milele na milele, and forever and ever. hajabadilika He bado. has never changed. Ni wewe umeacha kukesha, It's you who has stopped umeacha being kukesha kupenda watchful. ndugu. You stopped loving brother. Leo wafanya kazi ya Mungu, Today you are working for God, lakini si kwa amani. but not at peace. Unafagia kanisa, You are sweeping the church, lakini si kwa but amani. not at peace. Unafagia mtaru. You are washing the Lakini si trenches, kwa amani. but not at peace. Hallelujah. Hallelujah. Umeacha You forsaken upendo wa kwanza, the first love, furaha ya kwanza. the first joy. Shetani amenyemelea Devil has hunted you akakunyang'anya. and denied you. Hallelujah. Hallelujah. Wanasema rudi He tena says, go back again kuyatenda yale ya to kwanza. do what you used to do Maana at mimi first. sijabadilika, ni mimi. God has not changed. He's still the same. Na hata badilika And he'll kabisa. never change it forever. Hallelujah. Hallelujah. Yesu Kristo Jesus Christ yeye yule is the jana same yesterday na leo and today na milele na and milele. forever and ever. Na hata badilika And he'll kabisa. never change. Yeye bado ni wa He's kuokoa still the Savior na anadumu wa kuokoa. and he'll forever be the Savior. Baraka bado The ziko, blessings are still there. kupona The kuko, healing is still there. kupata amani And kuko peace is still there. kwa walio na To amani those who have peace na kwa wakeshao and those who are watchful pokea na to kusikia. receive and hear. Uwezo uko The power is wa there kufikia mema ya Mungu. to reach the goodness of God, Maana Mungu alituita because God called us ili ajitukuze so maishani that He mwetu. may glorify Himself in our Sema wale lives. niliowaita, I call you, niliwaita I called you ili niwatukuze, so that I may glorify you niwahesabie haki. and count you righteous. Nani akina nani hao? And who are those? Wale waaminio, Those who believe, wale wadumuo kupokea, those who are permanent in wale receiving, wadumuo kusikia. those who are permanent in hearing. Hallelujah. Hallelujah. Anafanya He kazi. works. Ndio kuna ndugu zetu That's why we have our brothers. wameleta barua zao They have hapa brought their prayer request here mbele za mtumishi wa Mungu, before the servant of God, Emmanuel Kiamzungu, wakiamini Mungu wao atafanya. believing that God of will do it. Mungu amwanzishe God of atafanya. the founder mother will answer. Na anafanya kazi, And He's truly working. anafanya kazi He's working. kwa wakeshao kuamini, Those who are watchful in believing, kwa walio na amani. those who have peace, Mungu anafanya kazi. God is working.
Wengi wako tu. There are so many. Ziko simu nyingi tu. There are so many phone calls. Hallelujah. Hallelujah. Wanasema mimi nilipata. They say, I received that. Nashukuru kwa maombi mimi I'm so nilipata. grateful for the prayers I received. Kwa maombi mimi nilipata. I'm so grateful for the prayers I received. Hallelujah. Hallelujah. Ndio sisi na mzee zetu na That's ofisi yetu ni why hapa. we are together with our Pengine elders mwasema wale here. wazee wanashinda pale tu. You may be asking where are those old men Ofisi yetu sitting ni all mbele day? ya safina hapo. Our office is just outside here, open Tukae air. kule kwa hema, jua We likiwa sit there kama together hema under the tent. linachoma, tunakuja pale Then we pale. move to this other place. Tunamalizia siku pale. We end the day Simu there. zaingia huku, The wamekosa calls are mtumishi coming from naingia this hii. one here, they come from this Tunawajibu here too. pale We pale. are answering them right there. Hallelujah. Hallelujah. Hii mkaangalia wasema wale wazee wana When kazi you gani look at pale? us, you ask, what are they doing there? Hallelujah. Hallelujah. Tuko nyuma ya We are mtumishi behind the servant kumsaidia kazi. to assist him in the Ofisi work. yetu ni pale mbele ya Our safina. office is just open air Tunaona there. tumekaa pale You see tunaangalia. us sitting there and facing each Hata other. mwisho usingizi unakuja When mkisema the bana sleep comes sisi up, tunaamuka. again you see, praise God. Wasema we kazi are- yao ni kulala. You say their work is just sleeping. Tukienda kulala hakuna usingizi. When you go to sleep, the sleep is not there. Amen. Amen. Tumejua mtumishi wa Mungu ana kazi. We know the servant of God has a Ukiweka work. kichwa hivi When you put your head down, the phone comes. ndio nikamwambia mzee baba That's why I huyu. told our elder here, Hizi simu zetu hizi our phones here, tuwe na mbili. we need to have two of them, Kama Airtel na like Safaricom the baba. Airtel and Safaricom line. Amen. Amen. Nikamwambia mimi nina mbili I mimi. have two of them. Hii kiisha chaji When this one, the charges, nimedivert ikipigwa huku maana ndio wanajua sana iingie I've huku. converted it to the other line. Maana nikiweka kwa chaji na izima. Because when I put it on the charger, I normally put it off. Wamekosa mtumishi. They've failed to reach the servant of Wasiingie God. hofu tumepiga Mariakani hatukupata mtu. Let them not have the fear that we've missed the servant of God. Watupate sisi wa ndugu. Let them get us brothers. Tunawaombea kwa niaba ya mtumishi wa We are Mungu. praying for them on behalf of the servant of God. Na wanapata. And they are receiving. Nikamwambia wewe una yako I told him, you have yours. acha nikufanyie na wewe. Okay, let me do it for you too. Hallelujah. Hallelujah. Ndio pengine mwaona pale That's mara why you nyingine may be usingizi looking unakuja. at us. Nasema wanapoteza wakati They're hao. just wasting their time there. Hao wameishiwa na akili. Okay. Amen. Amen. Maana huo usiku hakuna kulala. Because at night we don't sleep. Hallelujah. Hallelujah. The phone calls are ringing. Oh, nimepigia mzee siku. I've called Zia here. Mtumishi ni I've nini? called the servant of God. What is it? Ombeni huko. Pray for me there. Kesho wanasema tumepata. Tomorrow he says we've received. Hallelujah. Hallelujah. Kama wewe If huamini you don't believe kama Yesu bado yuko that anafanya Jesus is kazi, still there working, wako watu wana imani there are huko those nje who na have the mtumishi wa Mungu faith Emmanuel kama together with the servant of God Emmanuel Kiamzungu. na wanapata. And they are receiving. Hallelujah. Hallelujah. Hata wangeitwa wanjoni mtoe ushuhuda. Even if they were called to come and testify here, Wana ushuhuda mwingi sana. they have a lot of testimonies. Hallelujah. Hallelujah. Maana Yesu hajabadilika. Because Jesus has not yet changed. Ndio wengine wanasema That's why others say, wanaketi pale tu mchana. they pale. just seated there the whole day. Tunaondoka pale saa We moja. leave ya that place at usiku, 7 in the evening. tunaenda nyumbani. We go home. Hallelujah. Hallelujah. Ndio tumejua mtumishi ana kazi kubwa. Because we know the servant of God has very heavy work. Kubwa. Very heavy work indeed. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo tutaenda kumwomba Mungu Therefore, we wetu. are going to pray to our God. Barua ziko hapa. The prayer requests are here. Wameleta vilio They've vyao brought their cries mbele ya mtumishi wa Mungu before the Emmanuel servant of Kiamzungu. God, Emmanuel Kiamzungu. Wanaamini They believe akiomba that when he Mungu prays, atafanya kwa God jina will la Yesu. answer. Na wanakuamini wewe na mimi. And they believe in you and I. Tukiwa nyuma ya mtumishi. While you are behind the servant of God. Ndio tukiomba tuombe kwa That's why when we bidii. pray, let's pray Bidii diligently. kutoka The moyoni. diligence from the heart. Hallelujah. Hallelujah. Kutoka kule moyoni. Right from your heart. Tunaomba tukiwa na You are hakika praying being so kwamba sure Mungu anasikia. that God hears. Bidii ya kule The rohoni kule. diligence in your soul. Tukiwa na hakika kule. Being very sure. Mungu anafanya. God is working. Timizia vilio vya watu wako. Fulfill all the cries of your people. Watimizie haja zao. Fulfill their desires. Wape haja za mioyo And yao. give their heart desires. Na uwaponye ilivyo haja za mioyo yao. And heal their heart desires. Uwaponye haja za mioyo yao. And heal all their desires. Na kuwatimizia haja za mioyo yao. And fulfill their heart desires. Hallelujah. Hallelujah. Tena Mungu wa And mwanzo. again, God of the Founder, Uliyedhihirika kwa watu wako.
who manifested himself leo to his wamerudi kukata people. tamaa, Today they have despaired maana wameondolewa na shetani. because the devil has denied Kule them kusikia kwa kwanza the first way they used to na kule hear kupokea walikokuwa nako, and the first way they were to receive. shetani The amewaondolea. devil has denied them. Waregeshee watu wako Restore in your people kule kusikia kwa the kwanza first way they used to na receive kule kupokea walikokuwa nako and the kwanza, first way they used to hear, ili imani so that faith, ile ya kwanza the ile first faith iliyowafanya that made them hata wafanyakazi maishani to mwao work in their lives, iwarudie to come back kote everywhere kuliko kule na yule aaminie. to all those who believe. Haleluya! Hallelujah. Pendo ule wa kwanza, The first love, kusikia kule kwa the kwanza, first hearing, pokea kule kwa the kwanza, first receiving kuliko wafanya washinde that dhambi. made them. Haleluya! Hallelujah. Bwana waregeshee God restore in them, wakubwa kwa wadogo, the elderly to the young, ili udhihirike maishani so mwao that you may manifest yourself in their kwa lives utukufu wa jina lako. for the glory of your Tena name. Mungu wetu, And again, our God, ombi hilo hatuliachi. we don't forsake this prayer. Mtumishi wa Mungu The anatupa servant ombi of kila God wakati. is giving the word every time. Bwana Mungu The Lord God wa Ibrahimu, wa Isaka na of Abraham, Yakobo, Isaac, and Jacob, Mungu wa mwanzilishi, God of the founder, atuokoe na to kila save jambo lisilo la us kufaa from all that's not worthy kwa kanisa lake in His church katika tawala zote and all duniani. the kingdoms on earth. Kila lisilo la kufaa, Whatever is not worthy, Mungu atuokoe God to nalo. save us from it. Mungu atuokoe God to nalo. save us from it. Haleluya! Hallelujah. Kila lisilo la kufaa Everything duniani that's not worthy katika kanisa lake in the church na duniani kote, and the whole world, Bwana atuokoe na kila jambo lisilo la kufaa, the Lord to save us from all that's not kwa worthy. mnyonge, kwa tajiri, All the weak and the kwa rich, mwenye nguvu, kwa asiye those who nguvu, are strong and those who are weak, kila lisilo la kufaa, everything that's not worthy, Mungu atuokoe. God to save us from it. Haleluya! Hallelujah. Na kama una lako, And if you have your own issue too, tia hapo ndani. just include it in the Na prayer. mtumishi wetu And the Imani servant of God, Bwana aliyeanza the kazi Lord God who started the work ya uzima na of the nguvu za health mwili and the atimilize. strength to fulfill. Haleluya! Hallelujah. Na Mungu wetu And our God, aliye pamoja nasi who is together with us katika mtumishi in wake His servant, atafanya will do atafanya it and atafanya, work it out. maana yeye Because He ni Mungu asikiaye is maombi. a God who hears Kwa the hivyo tupige prayers. magoti So let's kneel down. na waomba tuombe. I ask Mungu. you and pray. Tunaanza na kumshukuru kwanza. We start of all with the gratefulness.
Bwana Yesu asifiwe sana tena. Tunaamini kabisa We believe very surely Mungu ametimiza. that God has fulfilled. Maana yeye alisema ombeni Because he mtapata. said, you pray, you'll Bisheni receive. mtafunguliwa. Knock, it shall be opened for you. Tafuteni mtaona. Seek, and you'll find. Tunaamini ametimiza. We believe that he has fulfilled. Maana hatukuwa peke yetu. Because we are not alone. Moyo wa mtumishi wa Mungu, The heart and the soul of the servant of God, Emmanuel Kia Mzungu, is together with us. Naomba tusimame. I ask you to stand up. Tunaamini ya kwamba We believe that kila tulilolidai whatever we prayed for, Bwana Yesu amesikia Lord Jesus has heard it na ametimiza. and he has fulfilled. Tuna hakika hiyo. We are so sure with that. Hallelujah. Hallelujah. Naomba tufunge macho. I ask you to close our Na eyes. mzee Baraza tufungie ibada kwa And our maombi. elder Baraza to close the service with our prayer. Baba, kwa jina la Mwana, ni wewe Mungu yupo, Mungu wa mwanzilishi, ambaye humu ndani mwa mtumishi wako nabii wako Emmanuel Kia Mzungu umeona kufadhaika kwingi katika kanisa lako Bwana. Lilo pendo la kwanza limeyuka Baba, ndio posa umejulisha kupitia kinywa cha mnenaji jioni iliyo njema kama hii. Mungu wa amani, Mungu ulio mkuu, tunakushukuru kwa ujumbe huo tangu jana mpaka sasa. Mungu mwenye huruma nyingi, rejesha kanisa lako na lile pendo la kwanza, lile pendo la kwanza, maana watu wako wanabambaika, watu wako wamejaa hofu, shaka na wasiwasi, kwa sababu wamewacha lile pendo lako la kwanza. Rehema na utukufu vyatoka kwako, maana umeona wengi wameangamia, wengi wameingia katika kunungunika, kulaumu, wamewacha lile pendo la kwanza. Ni jioni yenye ufufuo katika kanisa lako, ni jioni ya kufunguliwa katika kanisa lako, ni jioni yako Baba. Guza kila roho iliyokubali lile pendo la kwanza, guza kila mifupa ambayo Baba lilikuwa limewacha lile pendo la kwanza. Baba Mungu, ninaamini Baba katika kiti chako cha enzi na hapa duniani umeweka miguu zako, umesikia Baba. Tunakushukuru kwa rehema zako na utukufu wako Baba. Tazama Baba, tumefikia tamati. Ninakusihi na kuomba ukakumbuke familia na mama mwanzilishi popote walipo, ukawafunike na utukufu wako na lile pendo la kwanza. Kumbuka familia ya mtumishi wako vile alivyo Baba, ukamrejeshe fahamu na uelewa kamili ambayo watokana na wewe, na kanisa lako lote na watumishi wako wote, wahubiri wote na wazee wa kanisa, warejeshewe lile pendo la kwanza kila mahala, kila mahala, kwa huruma zako. Ninaamini na nina hakika kanisa lako limerudia katika msingi ule wa manabii, ule msingi ambaye uliompatia mtumishi wako missionary tangu mwanzo mpaka sasa. Nashukuru kwa kuwa Baba umesikia na umejibu na umetenda. Ni katika jina kuu la Bwana Yesu ambaye ni Mwokozi na mkombozi wetu. Amen. Asante Mungu wa mwanzilishi. Amen. Asante Bwana. Amen. Asante. Mungu wa mwanzilishi atubariki sana sote. Amen.
wako